Amen. Usifurahi fujo wakati mtoto wa mwenzako amekufa. Kama nilikuwa wako ungelilia. So usifurahi kwa sababu mtoto wa mwenzako ameshikilia jiwe na anapigwa risasi. So hiyo kitu si kitu ya kupendeza. Kitu ambayo tunafaa tuombee watoto wetu badilike, tuna kile kitakachokuwa. Kuradi sisi tuishi na tusonge mbele. Maisha yako ni muhimu. Ukitoka duniani tutakuona tena. Kuna kutoka duniani kwa kuwa Mungu amependa na kuna kutoka duniani kwa kuwa umelazimisha utoke. Unajua Yesu alikuwa mwerevu. Yesu hakuongozwa na shetani. Yesu alipokuwa jitupe hapa, Mungu ataagiza malaika wake waje wakuokoe. Akaona huyu jamaa anataka kucheza na akili zake. Akamwambia Bwana, usijaribu Bwana Mungu wako. Kuna vitu vingine usiwahi kumjaribu Mungu. Haleluya. Amen. Kitu ambacho ninaweza kuruhusu ufie nacho ni injili peke yake, kwa sababu utakuwa unakufa kifo cha haki. Hii hata ufanye nini utatoa, lakini hapa kwa Yesu usitoke. Yaani kila kitu chukueni, lakini roho na huduma yangu niachie. Yesu wangu niachie. Niachie. So naona Biblia inasema mtu atakaye kubali kufa kwa ajili yako nafsi yake ataiona tena. Ni kweli? Lakini wewe nini kinachokufanya baba ukufa? Sasa ukikufa kwa ajili ya vitu vingine visivyo na maana, sidhani kama utaenda kukutana na nafsi yako tena. Mambo mengi ambayo unaweza kufanya, sijui kuna wengine wanakufa kwa ajili ya mapenzi. Kwanza huyo jamani barakui kabisa. Huyo mkufia anaenda kuoa mwingine ama anaolewa na mwingine. Amen. Unajua kuna vitu ukiviongelea sasa vitakuja kutokea baadaye. Na mimi naongelea amani itokee baadaye. Amen. Amani ni kitu muhimu sana katika maisha. Hata kwa nyumba yako kulikuwa na amani unasikia vizuri. Haleluya. Amen. So amani ikitangulia kila kitu kinakuwa sawa. Acha tuingie kwa ushuhuda. Kitabu cha Yoshua 1:1 inasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyanga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakuwapo mpaka wenu. Hatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona hapa Mungu akinena na Yoshua, akimwagiza maagizo yale ambayo alikuwa amempatia Musa, na Musa naye alikuwa amemwachia Yoshua. Ikawa Mungu anamsisitizia, anasema
nitakuwa pamoja nawe kama nilivyokuwa pamoja na nani? Na Musa. Sikiliza hiyo sauti. Mungu akinena na watumishi. Na huyu Musa alikuwa na Yoshua. Na Yoshua alikuwa mwaminifu sana kwa Musa. Kuna watu kadhaa Yoshua hapa alikuwa amepewa waongoze ili awafikishe mahali Mungu alitaka. Haleluya. Hawezi kufikisha watu kama hautamsikiliza aliyeziumba zile roho za wale watu. Lazima msikilize yeye. Unajua siku hizi watu wamekuwa kusema, watumishi wengi wamekuwa na tamaa, wanakosa kumsikiliza Mungu. Wanasikiliza watu na pesa. Amen. Amen. Unajua huyu mtu akiwa na pesa hapa akiniambia chochote, haleluya. Amen. Ninaweza msikiliza yeye mpaka nikakosa kumsikiliza Mungu. Sio kama kuna mtu ananielewa. Kuna mapasta wengi wakipata washirika walio na mavieti, walio na makampuni, haleluya, wanaweza enda against God kwa sababu ya mtu amekwambia, unaonaje hapa pasta tukafanya hivi, na kumbe wewe ulikuwa unaendeshwa vizuri na Mungu. Hata yeye alikupenda kwa sababu aliona mwongozo wa Mungu mzuri. Ukumbuke ukaenda kukutana na kitu chochote huko, sifikiri unaweza ukasema hata hicho kitu hautakiogopa. Utakiogopa? Unaona utumishi wa Mungu, ikiwa umeinuliwa na umeitwa, usiangalie mtu aliye na fedha wala asiye na fedha. Tazama huduma ambayo Mungu amekupatia. Unasikia watumishi? Kwa sababu utakapoongozwa tu na tamaa yoyote, utaacha hii sauti. Juzi niliwaelezea kuhusu sauti, nikasema kuna tofauti ya kuundwa na kuna tofauti ya kuitwa. Unaweza kuwa mahali Mungu akaonelea afanye kazi yake. Unaona Yoshua hakuwa na nafasi pake. Musa alipoondoka ndo akawa na nafasi. Nataka muelewe statement, sawa? Na akaichukua kwa njia ya heshima. Mwito, juzi niliwaelezea kuhusu mwito. Mwito ni tofauti na kuundwa. Kuundwa ni kama mahali upo hauna ujuzi, unatakikana uwe na ujuzi zaidi. Na utakapokuwa umequalify, hata yule uliye naye anajua huyu mtoto sasa ameiva. Anaweza kwenda kufanya kitu. Lakini ukitoka kama bado umeundwa, ukienda ukipatana na majaribu yatakushinda. Wala ulikuwa bado haujakoma. Nikakupatia maana ya mwito
Nikasema mwito maana yake ni mtu amesimama kama kule, enda ni mzazi wako ama ni mamako ama ni babako, sawa? Sasa umeitwa, unaenda. Wakati unaenda ujue unakumbana na watu hapo before ufike kule. Unaweza kukutana na mtaro mbaya, unatakana ufike, maana umeitwa. Kwa umepita na wapi? Umepita na hapo ulitoka, sio toka mbinguni. Mungu akakuleta hapa na akajua wazi wewe umeitwa, si ndio? Sasa ukishaitwa ukikutana na hizi vitu hapa njiani, enda marafiki, watu wabaya, maungwa, manyati. Unaona, uchukua naambiwa ninakuagiza na hakuna mtu yoyote atakayesimama mbele yako. Kuna mtu amesimama mbele yake na anashindwa huyu na yeye ni nani? Lazima nipishe. Haleluya. Amen. Na atafika. Na kufika katika mwito haimaanishi ya kwamba atikuzeeka ndo utakuwa umemaliza mwito. Kama uende kwa babako na ukawekwe saini kama umefika ukiwa salama. Maana kuna watu Biblia inasema unaweza fanya kazi na kufika kule Mungu anakuambia sikujui. Kwa hivyo uwe makini. Haleluya. Amen. Uwe nini? Makini. Kuna kitu nikamwambia jana. Sadaka haipeleki mtu mbinguni. Na kama unapinga hivi, toa sadaka uwe na roho mbaya. Toa sadaka uwe msharati. Toa sadaka uwe mbea. Toa sadaka uwe mwizi. Hakuna mbingu utaiona. Kitu kinachofikisha mtu mbinguni, kitu cha kwanza ni uaminifu. Umeelewa? Sio sadaka. Sadaka nilikwambia njia moja ya kubarikiwa. Njia moja ya kufungua milango yako. Haleluya. Amen. Na kumdirishia Mungu kwa kumpenda. Na kupiganiwa. Lakini kunena mbinguni ni na kuwa mwaminifu. Amen. Si njia ya sadaka. Nikunulia ya kuwa sadaka zako na mambo yako yamenifikia. Lakini haimaanishi kwamba yeye alikuwa ameenda wapi. Kwa hivyo Mungu anaweza kukutazama na kukufungulia milango kama utaitoa katika njia ya uaminifu. Ndio maana ukatoa kulijaribu na hiyo uone kama sita wafungulia milango na madirisha. Lakini mbinguni uaminifu. Kuna watu ambao walitamani kufika Kanaani lakini hawakufika kwa sababu hawakuwa waaminifu katika nchi. Haleluya. Kuna watu walitamani kubarikiwa lakini hawakubarikiwa kwa sababu hawakuwa waaminifu katika ibada. Kitu kinachokunyima fedha na dhahabu za Bwana ni uaminifu. Ukiokoka unakuwa mwaminifu sana kwa Mungu. Utapata roho ya kunyenyekea. Utapata roho ya kubondeka. Wacha nikwambie kitu mtu wangu. Ukiokoka vizuri,
Ukiwa mwaminifu vizuri, kuna vitu haung'ang'ani kuomba, Mungu anaviachilia mwenyewe. Unajua Mungu anatafuta watu waaminifu. Amen. Unafikiriaje Mungu hata akipata mtu mwaminifu, Mungu anasikia raha zaidi. Akikutoa katika mahali pabaya, uje muabudu katika roho na kweli, na ukae katika hali za uaminifu, njia zako haung'ang'ani kuomba. Amen. Bado maandiko yanasema anasikia sauti za watoto wake. Amen. Bale kuna watu walikuwa waaminifu bwana. Danieli alilazimishwa abudu miungu akakataa. Jamani, waliwekwa katika wapi? Tundu la simba. Uaminifu wa Mungu, hakuna simba aliyemdai. Amen. Wakina Mesha walipotupwa katika, wewe unafikiri wewe ukitupwa katika tanuru la moto utatoka hapo? Unaona utatoka? Awe. Mpaka Mungu anauliza, umemwona mtumishi wangu? Jamani, tuwe waaminifu sana kwa Mungu. Jamani, kuwa mwaminifu kwa Mungu kuna baraka bwana. Kuna baraka. Unaweza sikia kuna dhuruba kali, lakini wewe hauoni, unamuona Bwana tu. Amen. Una uwezo hata kutembea juu ya maji, maana si nguvu zako, ni yule Mungu unayemwamini, ambaye Mungu unamwamini na yeye naye anakuamini, anakuinua mahali ambapo mwenzako hawezi pita, wewe ukapita. Kuna majaribu ya mwenzako yalikushinda, wewe unayaweza. Unajua roho ya Mungu akiwa ndani ya mtu sana, akiwa amejenga uaminifu naye, huyu mtu hata asikie nini huwa hamjibi Mungu. Nyuma ni ngumu sana. Maana hakuna siku Yesu atawahi kurudi nyuma. Amen. Kwa sababu ushamkubali Yesu kuwa ni kiongozi wa maisha yako. Ruksi yuko ndani hapa, amefanya makao ndani ya mwili wako. Kuna kitu kingine tujifunze pia. Wakati tunaenda makanisani, siko mbaya, lakini kuna spirit pia ya hao watu ambao pia wanatuhubiria. Sana spirit ya before aanze huduma, ni vitu tunavyoviangalia sana kwa makini. Unajua kuna huduma za wazi. Hii ni kitu ambayo usipoiangalia utaongozwa na kina Sisera na kushawisha watakwenda kukuweka mahali babaya. Kwa sababu ilikuwa kipofu na kipofu hawezi kuongozana. Ukumbuke hii Yesu alikuwa anawaambia watu. Chunguza mienendo ya baba yako wa kiroho. Hautaichunguza ukiwa yeye hapo mbele au uko nyuma. Tunaona hapa, angalia mwanzo wa tangu kitabu cha Mwanzo. Unakuta Ibrahimu aliachia twende. Ibrahimu aliachia nani? Isaka akaachia nani? Yakobo akaachia nani? Alafu ndio kukaja kupatikana nani? Musa. Maana Yusufu ndio walijipata wameenda katika nchi ya utumwa.
akasema alikuwa ameweka agano na nani? Na Ibrahimu, kwamba hawa wataingia hapa, lakini nitakuja kuwatoa. Akamtumia Yusufu. Haleluya. Na Yusufu akamtumia Musa. Musa naye ndio huyu sasa tunazungumziwa, anaachia nani? Haleluya. Amen. Ni vibaya sana kama tutakuwa tunaenda kanisani, unajua mtoto mzuri kama ulipiga mamako ndo kaondoka, ama ulipiga babako ndo kaondoka, unajua utakuja kupigwa na watoto wako. So kamwombe msamaha nini? Unajua kivyovyote tu gift anakuja kukubwa kama ngumi. Na anakuja kukuacha vibaya kwa sababu ni roho na labda baba awe mchawi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini wewe mchawi si ati unamwacha tu hivi hapa. Unatafuta mbinu za hata kwa mchawi sababu za babako. Mungu akimlelea Yoshua akimwambia nitakwenda nawe kama nilivyokwenda na Musa. Sasa kama ingelikuwa Yoshua hakuwa mtiifu kwa Musa, basi Mungu asingetembea na nani? So muangalie sana wakati sote sisi tunapotea kukosa maarifa na tunakaa. Najua hakuna kitu kibaya kama mtu ameokoka lakini anapenda kuongozwa na watu badala ya kuongozwa na Mungu. Wewe unaenda kanisani kwa sababu ya marafiki au unakuja kanisani kwa sababu ya Yesu? Wangapi wamekuja hapo kwa sababu ya Yesu? Hakuna rafiki yako. Lakini ukienda na unaweza kutolewa kanisani kwa sababu ya marafiki pia. Amen. Amen. So wewe mwenyewe ujue upendo wako na Mungu. Chunguza mienendo yako na Mungu wako. Haleluya. Amen. 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 Tunaona hapa Yoshua Bwana akimwagiza. Ndio bwana nimekwambia jua mienendo. Kanisa uanzilishi wa kanisa ni kwaje? Misingi yake ikoje? Waliachanaje na watu wa kiroho? Walitoka na baraka ama na laana? Basi siku hizi mtu bado anaundwa, lakini akishaombea mtu akiwa bado anaundwa, amepona. Yeye ni pastor mkubwa, ni bishop, ni apostle. Haleluya. Amen. Na shida wewe. Ndio maana kitu kinachokusumbua wewe sasa, hauangalii nguvu za Mungu, hauangalii mwito wa Mungu, naangalia miujiza. Hello. Ndio kama anaenda kanisani kwa sababu ya miujiza pasipo kutafuta Mungu. Najua uko hapa wakati huwezi ongea. Angalia asilimia kubwa Yesu ndani ya miujiza aliyoifanya miujiza. Na ndani jana kuna vifungu fulani niliwasomea hapa. Hiyo ndio miujiza iliyotendeka. Sawa? Kama nilikuelimisha nao utanuke ama unajua ni ufunguliwe. Jana niwagusia baadhi ya wale Yesu alivyofuata watu ambao walikuwa wagonjwa, walikuwa vipofu, walikuwa hawawezi, walikuwa wanatoka na damu.
Tunaona miujiza mingi iliyofanyika pale. Yesu aliambia watu jitie moyo. Alafu wewe bila hivyo watoto wangu hatutaona miujiza ya kweli. Jana niliwakusia kitabu cha Isaia. Watu wote walikuwa hawako hivi. Wengine. Mimi sitaki kukuongelea maana ni baba na kwa watoto waelekeze katika njia inayofaa. Muujiza uko ndani yako. Nasema muujiza uko nao mwenyewe. Tena muujiza mzuri sana. Tena muujiza wa uhakika. Haleluya. Si muujiza fotokopi, muujiza wa uhakika. Amen. Wacha tusikie Yesu yale maneno aliyowaambia wale watu ambao walikuwa hawawezi. Usichoke hata kama wewe ulikuwa hapa jana. Ipokee wewe, unapokea kitabu chako. Amen. Amen. Hebu sikiliza. Kitabu cha Isaia 35 mstari wa 4 inasema, waambieni walio na moyo wa hofu. Angalia. Naambiwa niwaambie wale walio na moyo wa niwaambie kama una yako ina shida, watoto wako wana shida, maisha yako ni ya shida, kazi yako ni ya shida. Kitu kinachoitwa hofu inamaanisha kitu kisichokuwa kiko sawa. Yaani huna amani. Unaona kuna mambo hayako sawa. Sema amen. Amen. Familia yako, ndugu na ndugu hakuna kuelewana. Kuna vita huko, kuna vita kule. Hiyo ni roho yao. Kwa sababu kukumbuka ile jambo nasikia roho yako ni kama haiko sawa. Haleluya. Amen. Aha, tuambie nini? Waambieni walio na moyo wa hofu. Yeah. Jipeni moyo. Kitu ambacho nafaa nikwambie sio pole. Amen. Niliwaambia hiyo si pole, hakuna pole. Hakuna pole. Pole ya kufiliwa. Niliwaambia, sawa? Mtu aliyekufa tunastahili kupatia pole, maana hayuko tena. Lakini nikikupatia pole ule hai na kupoesha. Lakini nafali kuinue kwa bidii jitie moyo. Amen. Ili jambo linawezekana. Amen. Haleluya. Amen. Jitie moyo. Ngoja hata wakunipatia pole, ulipewa pole ngapi na hujafanikiwa? Hakuna mtu alikwambia jitie moyo ndio maana bado hujafanikiwa. Sasa umekuja hapa nimeambiwa nikutie moyo. Ujitie moyo. Unasikia? Ndio. Unangojea pole? Wangapi wanataka pole? Nikwambie pole gani? Ya kwako. Jitie moyo anakurudia. Amen. Unataka pole gani? Hauna kazi? Jitie moyo utapata kazi. Amen. Unataka pole gani? Si unitajie. Sasa nikwambia pole, inatakikana hiyo ni pole ina vigezo fulani. Lakini kama umefiliwa, ule mtu tunampea pole sababu hayupo. Lakini mtu akikwambia jitie moyo, anakwambia yaani ng'ang'ana, amini, kuwa strong. Amen. Kwa hiyo sasa tunafaa sema unaweza. Unaweza, Bwana, unaweza. Endelea. Amen. Jipeni moyo. Jipeni moyo. Msiogope. Haya. Ukipewa moyo unaogopa. Ukipewa jipe moyo unasema unaingia more. Unaingia more. Yaani hata kama kile kitu ulikuwa unaona hakiwezi, lakini kumbe kinawezekana. Wajua kuna watu wengi wanatumia sana pole 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 pole. Pole haisaidii.
Ukimwambia jitie moyo na huku unamuombea, hiyo kitu inaenda. Haleluya. Amen. Jitie moyo, endelea. Jipeni moyo. Jipeni moyo. Msiogope. Msiogope. Tazama Mungu wenu. Tazama Mungu wako atakuja na kisasi. Atakuja na kisasi. Kwa sababu umejitia moyo. Unasema sitavunjika moyo. Nitasimama na wewe Bwana. Bwana atanipigania. Bwana atanitetea. Bwana atanisimamisha. Yes. Lakini ukiwa hivi, Bwana atanisimamisha. Nimesikia ngurumo moja ikifiche. Pole. Haleluya. Amen. Unajua mtu kumpa pole anajikuta. Lakini kumwambia jitie moyo anachangamka. Amen. Haleluya. Amen. Mimi hakuna pole. Usipigie pole kwa kanisa. Kwa Pastor John. Amen. Hapa ni ujitie moyo. Lisilowezekana Mungu atawezesha. Wewe atakapokuwa wewe naongea hata na wale watoto wako ambao wako kule nje. Nakwambia huko si kwenu. Lakini jitie moyo kwa kile unachofanya. Amen. Mungu enda kulegea, ulienda kufanya kazi. Usiogope. Amen. Usiogope chochote. Wewe amini kama kuna watu wanakuombea na Mungu wako yupo. Mwambia basi kama ni hivyo nachangamka. Anachangamka hata yeye pia. Changamka. Unajua baba pake kwa zingine ambazo ili uone watu huruma, kumbe ndio utapata watu wa kukucheka. Lakini utakuwa jitie moyo, utaenda kungangana kama ni kutumba, utaushonesha, utaweka viraka vingine mpaka uonekane ni kama kwa umetoka London. Umenielewa? Yes. Wacha mtu kumwambia pole anapoa. Hapo moto. Na ukitaka ukitaka yani moto uzidi lazima uchochee. Si kwa kuchochea vitu vya mbaya, chochea vitu vya kiungu. Nilifanya hivi, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Usikate tamaa. Haleluya. Amen. Twende. Tazama Mungu wenu. Tazama Mungu wenu. Atakuja na kisasi. Atakuja na kisasi. Na malipo ya Mungu. Na malipo ya Mungu. Atakuja na kuwaokoa ninyi. Atakuja na kuwaokoa ninyi. Maana roho zetu, unajua kwa nini wale wenye walisaidika? Kwa nini wale wanne wenye ukoma walisaidika? Waliamua. Kama wasingeamua wangekufa na njaa. Wewe kitu kinachokuwa na njaa unajua nini? Umuoga. Sisi wengi tunamalizwa na uoga. Yoshua hapa ameambiwa usiogope, kuwa na moyo wa usujaa. Hakuna chochote kitakachosimama mbele yako. Wajua kuna vitu vingine ukiviona kwa njia visikuogopeshe. Wajua shetani yeye kazi yake ni kuja kukuogopesha. Shetani kuja kazi yake ni kuja kukuogopesha. Kuogopesha na kuogopesha. Unakuwa hivi ndio uogope, unakuwa hivi ndio hakuwa uko na Mungu wako. Amen. Haleluya. Amen. Anita. Ipo macho ya vipofu. Kumbe ulikuwa uone. Kwanza ulikuwa vipofu. Lakini unaweza amua kitu na ukaona. Hata Yesu alikuja kwa hiyo kujipe moyo watu wengine wakaona. Hiyo jipe moyo. Endelea. Ndipo macho ya vipofu. Ndio. Yatafumbuliwa. Ndipo macho ya vipofu yatafunguliwa. Na masikio ya viziwi. Na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Maliza. Ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kulungu. Ukijitia moyo kama ulikuwa una hofu, sasa hiyo ukisikia moyo wako umeanza kuwa na usujaa ndani ya moyo, utarukaruka. Hata kama kuna watu walikusengenya ukija kushuka kanisani wanakushangaa. Huyu tulikwambia umbea huyu. Lakini anakuona mpaka kwa mitandao ukiruka mpaka useme haya kwani kuleta. Nitarukia Mungu le paradiso. Nitaruka. Nitarukia Mungu le paradiso.
Hivyo ndio inaendana. Panda moyo usijakuna pole hapa pole nini? Amen. Anakupatia pole na nataka ufe. Hiyo ni roho ya mauti. Kujitia moyo ili ufanikiwe. Kama kuna mtu anahitaji kufanikiwa atakwambia hapa jitie moyo. Maana hivi hawa watu hutawaweza. Hivi hawa watu hautawaweza. Sikia Yesu akisema nini hapa? Unasikia vile Yesu aliongea hawa watu? Haraka, muda wangu umeisha. Amen. Kitabu cha Mathayo Mtakatifu 9 kuanzia mstari wa 2. Huwa nilisikia kimoja nikaambiwa watu ambao wanasikiza neno sana, amen, huwa ni washirika wale wanaompenda Mungu na wa huduma kadhaa. Kia hati waimbaji na wachezaji vyombo huwa hawapendi neno kabisa, na madansa wanangojea vipindi vyao. Na tukaambiwa tuwaombee, maana walikufa wakiwa hai, maana roho inawekwa uzima na neno. Sasa nasikia madansa huwa hawapendi neno, watu wa vyombo huwa hawapendi neno, waimbaji hawapendi neno. Kitu wanachongojea ni waimbe, wasikie kwamba leo umeimba vizuri. Niulize, hapa kwangu wapo? Sema hawapo. Sema wapo. Sema wapo. Na wachezaji vyombo je? Wapo. Ndio naona wakati wa maombi wachezaji vyombo wanaweza sauliwa. Yeye kama amestiki tu hapo, anakaa kama hana shida. Usipocheza wachezaji vyombo kutondoka na mapepo ya watu. Cheza vyombo ukiwa makini. Ifika wakati wa kuomba unaomba pia. Amen. Unanielewa? Wewe pia una matatizo, wewe una matatizo, una matatizo.
Sasa wewe unasoma Biblia sababu kwa nini? Unajua mimi nataka ndogo wangu abarikiwe. Sasa unaiangalia nini? Unajua makanisa mengi wanasahau hawa watu na ni wa muhimu sana. Alafu wao wenyewe wanajisahau. Yaani wanasauliwa na wenyewe wanakubali kusauliwa. Hata wameshika na kaka kamera. Kamera tuone hapa ni maombi anapeana anasema wewe. Haleluya. Amen. Na ndio maana kamefunguliwa. Usiona kwa michapa wamepiga michapa yote. Nikajanja bibi yake. Nini sasa usajisahau ni tu. Unaondoka na kufukara wa watu. Wabebe ukugana ile pesa. Anamwambia hivyo watu wakienda kanisani mahali. Najua pia wao ni wanadamu. Wanafaa wajiombee, wanafaa waombewe. Hata wakati unapiga hiyo drum hiyo keyboard, unafaa ubarikiwe hapo nyimbo zikubariki. Unajua saa zingine ndio unaweza ona kwa video. Watu wanaomba nyimbo kwa busy, unaangalia nini speed. Taka ubarikiwe. Mtu akikuja kanisani amepata Mungu. Hii si majigei wa kule duniani wa diskotifu. Diskotifu ama diskofu. Ni wachezaji vyombo wa Mungu. Usikwamilie vifaa vya kanisa kama diskofu. Tutakosa kubarikiwa. Tunakuja hapa tubarikiwe. Amen. Tunakuja kanisani tufunguliwe. Amen. Mimi nasaidia kila mmoja. Sasa wewe nione kama mjinga. Alafu kwa mbele ndio nisikize. Siriama Nasikia baraza. Sasa tunataka pia na unatumisha kitu chako vizuri. Unamwambia wewe hata kama napiga vyombo, baba nisikilize. Ona siri ya mke wangu. Ona siri ya hili. Hadi hapa. Akuombee kwa vyombo. Nafasi azia hawa. Sawa. Amen again. Amen. Tunaenda tunamalizia. Twende kwa gari la Yesu sasa. Mathayo mtakatifu 9:2 inasema, natazama wakamletea mtu mwenye kupooza. Wakamletea mtu aliyepooza. Amelala kitandani. Tena alikuwa amelala kitandani. Nyinyi mkiona mtu amelala kitandani mnamwambia pole. Ndio anakufa. Wote mliowapatia pole wamekufa. Haleluya. Amen. Akaletewa. Kazi zingine kuna pole zingine zikatalamano. Zikatalamiza. Sema hiyo ninaikatalamano. Ni pole ya watu waliofiliwa. Mimi najipa moyo nitainuka kwa hii kitanda. Amen. 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 Hata ukiwa mgonjwa kataa hiyo magonjwa. Ukipewa pole ukisema asante umekubali. Na nyumba ya matanga ndio watu wanaenda kupeana pole. Ati pole, pole ya nini? Nipe, sema titie moyo. Amen. Wewe si ulikuwa unatembea? Rudi kutembea. Wewe si ulikuwa unaongea? Rudi kuongea. Amina. Hebu twende.
Na tazama, akamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Akaletewa mtu aliyepooza amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, akamweleza aliyepooza, jipe moyo mkuu, jipe moyo ulio mkubwa. Alafu jipe moyo mkuu mwanangu, jipe moyo mkuu mwanangu. Hata mimi leo nakutamkia mwanangu. Naona neno mwanangu lilianza na Yesu. Jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Jipe, unajua saa zingine unaweza kuwa mnyonge ukaona ni kama mwenye dhambi. Wewe jipe moyo, una dhambi bana. Amen. Ni maneno ya watu tuliwaambia watu wanataka kushukisha chini au neno. Jipe moyo endelee na maisha yako. Unajua kuna watu wakikuwa mtu akakugonga kidogo na bwana amefanya dhambi ndio maana ni mgonjwa. Hapana, watakuua hawa. Amen. Yaani ukiongea na mtu tunaonekana sauti yako kidogo umekunywa maji baridi hapo, tunapenda maji ya mvua, sisi kuna mvua. Sauti yako kidogo kamebana tunasema anaweza atetewe. Anaenda kwa sababu hata sauti yake ilikuwa imeisha kabisa. Ukisikia hiyo na unakuwa alafu unakuja kwa mvua pole, kesho unasikia umekufa. Maji ya mvua yanakuwa. Maji ya mvua tunashuhudia. Chini. Kuna watu naangalia hata watu wakuambia na umana kichwa. Ndio. Kuna mtu kwa mbona umana kichwa basi ashapeleka habari ya kwamba hata belazwa nani. Pole gani tunapenda kwa pole. Unasikia pole na mtu anakata simu. Pole na mtu anakata simu. Pole kama tatu. Kwani unaenda kulazwa. Hapo Manyata mara ameandikiwa sijui amekujishwa. Na ukifika pale Makadara na kuona mwenzako sasa hivi anapigirika kwa anaweka pale sanduku la maiti. Anasema haya. Sasa unamkutana mtu mwingine, nao na nini? Kwa sababu pale lazima unaenda watu wa kweli. Hata watu wa bara lazima ukutane nao. Wengine wameleta mtu wao mwingine hapa. Na umekutana nao. Pole. So pole. Haleluya. Amen. Nataka nikupatie neno pole. Akapewe pole. Kwanza upatikane pole za Makadara. Hauna bahati. Pole ya Makadara ndio unaona mwenzako amepitishwa. Alafu mahali unaenda kulazwa hata hujamaliza dakika ngapi mwenzako amekata roho. Unajua vile vitanda tunavilalia vya wagonjwa. Kuna mwingine alikufia bana. Hapo mwingine alikufia. Alafu unakuja kwa mkoa pole na kupiga roho mauti hapo. Hapo kwa hiyo vitanda hapo. Ndio bora daktari anakunyosha mikono yote miwili na analazimisha kama iko moja. Haleluya. Amen. Yesu hakutaka watu wafe, aliwaambia wewe una uwezo wa kupona. Jipe moyo. Acha nikuvunjwa moyo na watu. Yesu alikutia moyo kuambia jipe moyo mkubwa. Endelea. Mathayo Mtakatifu 9:22 inasema Yesu akageuka akamwona akamwambia. Hizo ni maandiko juu akageuka akaonana na mtu. Amen. Alafu akamtambukia. Alimtambukia ni pole. Hapana. Alitambuka maneno gani? Akamwambia nini? Jipe moyo mkuu binti yangu. Kwanza alikutana na kasichana. Alikutana na kabinti. Binti maana yake ni kasichana. Warembo haya. Wasimamizi wa harusi haya. Hata kama wewe kuna mchumba na kuumiza moyo, haufai kutoa pole. Na usijue kwa sababu ya mapenzi. Wewe una akili.
Wewe uliona kuna vitu vingine kumwambia mwenzako pole. Mimi siwezi kujiduka nikwambie pole. Sije unijiduka. Jitie pole. Amen. Endelea. Unajua lazima ufundishe watu jinsi wa kuwa na roho ya ushujaa. Amen. Kufanikiwa wakatoke mahali palipo pabaya, wakatoke mahali palipo anaona huwezi toka. Una uwezo wa kutoka, kwani waliotoka walikuwaje? Una uwezo wa kufanikiwa, kwani waliofanikiwa walifanyaje? Wewe mwenyewe kufungua biashara una wasiwasi. Sijui kama hii biashara itawani. Unakwenda jaji mwenyewe pole pole. Hilo unaona hata kuna makasa, kuna bonyeza kiasi na pepo kwa mwili. Unasema hata niongeze nyingine. Mpaka sasa inakukuta mpaka unasema sasa unasogeza saidia. Unamimina kwa kidogo unaanza kuvuka. Ndio kuna kuja mtu anashiriki kwa anasema niwekee kiasi na kupiga siku. Ukiangalia hakuna hata unajua unashamaliza mwenyewe. Kuna wengine walifungua biashara zikawashinda kwa sababu walizungula. Sababu walikuwa naomba. Mwanamke asiye jamii anapoona mwenzake ni kama anafuatilizia bwana wake, yeye anaona mimi nitaachwa hapa. Jitie moyo, hakuna kuachwa. Amen. Watu kwani mara ya kwanza mlitongozana na mkapendana? Na akasema sisi ati na maipatato. Kwani hiyo tomato limeenda wapi? Haleluya. Amen. Kujitia moyo kila kitu likiwe. Unaelewana? Ndio. Jitie moyo, jiamini. Yaani inamaanisha kwamba ujiamini na uwe na imani na Mungu atafanya jambo kwako. Amen. Haleluya. Amen. Jipe moyo mkuu binti yangu. Jipe moyo mkuu binti yangu. Imani yako imekuponya. Imani yako. Unaona, unapojipa moyo unakuza ile imani. Sasa pale ndipo unasikia matendo yako ya imani. Nimekwambia uponyaji uko nao wewe. Amen. Kama ni mgonjwa unapona, kama ni kazi naenda, kama ni ndoa unapata mali, kama ni maradhi yanaondoka. Kama wako na shida. Unaona Yesu watu waliwazungumzia. Kazi, unaona baba wakati anazaa. Asipopiga baba atakufa mtoto. Ama muue mwenyewe hapo kwa hiyo njia ya mama. Ama mtoto amekabilia hapo kwa shimo, na anaambiwa sukume, nimetoka, utakufa na mtoto utamuua. Ndio maana unaona kana wengine wakichoka wanaongezwa njia ili mtoto atoke. Sasa muongee wa mama na ni kweli. Simu nilikuwa na tatizo hili ndio hata waume hawajui hayo. Mimi nimesema na wamama. Wanaume akisema mimi mnanishangaza. Wamama semeni amen. Ndio maana una haki ya kuheshimu wao wa mama. Niliwaambia wamama wamepewa kipawa kikubwa. Wamama waliongea na shetani. Wamama wakaongea na Mungu. Wamama wakaongea na malaika. Sasa zingine wakikwambia kitu wanaweza kukuongelesha kama malaika. Wanaweza kukuongelesha kama Mungu, na ukicheza wanaweza kukuongelesha kama shetani. Wakikasirika. Maneno ya shetani yapo. Ndani yako yapo. Anaweza kukunarua kwamba yeye mwenyewe anafaa kusema tu wewe na kusamehe tu, lakini mimi nishalikuwa na shetani. Mbona nikiongea hivyo kwa mama mbona unakasirika? Mulibarikiwa sana. Sasa ni ngumu sana shetani hatukuonana naye pamoja vitu ndio tunalifu. Kwani la dini. Mimi nikisoma maandiko hapa najua hawa akapatwa na nyoka. Wakapiga story. Unasikia? Wakapiga nini? Story. Paka wakakubaliana. Akasema yaani unajua nini? Paka hawa anamwambia nyoka ya kwamba Mungu alitukataza. Kwa hivyo alikuwa anajua. Lakini story zikanoka.
Akaambiwa alipokataza kwa sababu unaweza kuwa mjanja kuliko Mungu. Unaona sasa? Akaambiwa sasa ndio kakulelea tu. Utajua mema na mabaya. Mtu aliongea na wakaenda kweli wakakula tunda na macho akafunguka. Na alipofunguka macho akajikuta uko uchi. Ilikuwa naye lazima akule hii tunda. Jamaa alipokuja kwa sababu ya mahaba. Kula naye. Shetani kula. Uliza Samson hata sasa kwa Delila. Pigie simu polisi. Nenda kuna namba ya Samson. Au kuna Goliath. Amen. Amen. Yes. Jamaa akapewa tunda akakula. Alafu Mungu alipokuja anamuuliza, "Bwana uko wapi? Bwana umekula ile tunda leo kwa kaza?" Anasema, wewe sikukula, huyu jamaa huyu nilipatia." Sasa akaruka mtego na wamekula wote. Akaambiwa okay sawa. Akaulizwa, "Nona hawa naye akaulizwa, ile kwaje umekula ile tunda?" Akasema ni nyoka. Nona Mungu yani anaongea na Mungu. Sasa anaongea na Mungu. Na ametoka kuongea na nimekwambia hao watu walipewa roho ya ujasiri, achana nao. Ndio saa zingine unaona mke wako saa zingine anikwambia hii kitu ni mbaya. Usiende. Nimekwambia hao watu wakiokoka, angalia walio wengi hapa kanisani wanaona. Hao watu wakiokoka wanaokoka kweli kweli. Na hao ndio walipata ujasiri hata Yesu alipokufa. Alipokuwa kwanza badala ya kufa Yesu, hao walipata ujasiri wa kumwendea Yesu. Wakina Petro waliokoka, wakamwendea Yesu, wakataka kumpatia maji Yesu akunywe. Walimpelekea Yesu, wamama walimpelekea Yesu maji. Akamwambia, "Bwana wangu kunywa maji hata kama unaweza kusulubisha." Akakuwa hata msione huruma mimi yenu watoto wenu, unaona huruma watoto wenu. Mwingine naye, jana nilimwambia mwingine naye, Mariamu akakaa kaona anakosa maji. Acha amue aende kaburini peke yake. Aende kaburini peke yake. Wakina Petro wako pale pale, Mariamu yake akachukua marashi yake. Asubuhi na mapema. Haogopi. Mwanamke akiamua kukuja kwako niliwaambia jana, hata kama ni saa 9 za usiku anapofikia. Wewe ndiye ameamua. Lakini kama hajaamua hatakuja. So akatoka polepole. Akafika pake karibu na kaburi. Anaambia askari, nifungulieni nikampake mafuta bwana wangu. Yeye peke yake haogopi maiti. Cheze na watu ambao hawaogopi maiti. Wanamfuata Yesu. Kwani unaona si maandiko jamani? Unajua pengine naongea na mtu ambaye hajasoma hiyo maandiko. Kama hujasoma maandiko ulisaidiwa, kuna mwingine alisoma maandiko akatimovia sawa kama ya Yesu. Na Mungu akawapenda hivyo hivyo. Kabla afikirie pale, akaliona kaburi liko wazi. Na akawa anataka kuingia hivyo hivyo. Sawa? Bahati na malaika kumwambia, wewe kwani mnamtafuta mtu aliye hai? Anasema ilikuwaje? Akasema jamaa amefufuka kwa Galilaya. Akakumbuka. Wanawake wana mbio. Usifikiri hawana mbio. Hata nyuma wewe wakati wa hatari wewe. Hao watu wana mbio. Alitoka mbio 100 meters. Akafikia wakina Petro. Jamaa zilikuwa zimerelax. Unajua wanaume wanapenda kurelax. Wanaume wanapenda kurelax. Vitu vingine kama fanya kuchanuliwa na watu zao. Wakaenda kaambiwa, wewe nimekutana na malaika. Wapi? Kaburini na Yesu. Wako kwa umetoka wako kwa huko wewe. Saa ngapi asubuhi? Kwa ndio. Haya wakutana na malaika. Akasemaje? Bwana amefufuka. Tuamini, wacha tuende. Pia nao wakafungua shati zao vifungu. Ndio huyo.
kaburi liko wazi. Wakati Petro anasema Mariamu ametangulia huko peke yake kaburini, hakuna mtu ndani. Akamtana manguo. Akamwangalia ile manguo akaona kweli ni anapo jamaa yuko hapo. Mwanamke achana na. Mwanamke anaweza kukupatia habari zingine nzuri na akakupatia habari zingine za kushtuka kwa ukashika na magonjwa ya moyo. Amen. Akiamua kukuagitia ndio kushtue. Anaweza kushtue. Na akiamua kuchukua kitu kizuri atakwambia kitu kizuri. Usidharau ndoto ya mke wako. Saa zingine wanaotesha kweli hawa watu. Akikwambia nimeota umekufa. Kama hata kumwandikia mali. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Lakini sikiani nimeongea ni ya kweli. Wanawake ulipewa kipawa, na ndio maana si rahisi kuwakosa mbinguni. Maybe wale wa Mbeya, wacha ni watu kwambia wale tutakosa mbinguni. Dawi na hana tunguri, lakini ziko kwa roho. Mwizi na msharati, mfisadi na mwenye kubadilisha mambo, na mwenye kuiba pesa kwa suruali za Ninajua hiyo lazima nipate wafuasi. Sababu walizi wa hizo ni wengi. Hiyo hujaiba ni yako. Maana ulimuomba akakunyima ukapatana nayo, si ndio? Hiyo hujaiba. Hata wewe mwanaume kama uliombwa 100 na akaja akakutana 5,000. Hapo ni huruma na kwa 1,000 ni sana. Amen. Haleluya. So Yesu akawa anawaambia watu, jipe moyo. Kanisani hauwezi kupewa pole isipokuwa ya kuwa kuna kitu kibaya kimekutendekea. Kama kifo. Lakini huko kwingine kwa sababu hatutaki ufe, ujitie. Jipe moyo mkuu binti yangu. Ndio. Imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Kinachoponya mtu ni imani ya mtu. Amen. Yaani kinachoponya mtu ni imani ya. Aha. Kinachoponya mtu ni imani ya. Alafu yule mwanamke akapona tangu saa ile. Akapona tangu saa ile. Twende kwingine. Sikiliza. Jana niliwapatia hapa. Amen. Aha. Mathayo mtakatifu 14. 27. Inasemaje? Ninakuzungumzia kuhusu kujitia moyo Mara Yesu alinena akawaambia. Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo. Jipeni moyo. Ni mimi. Ni mimi. Msiogope. Usiogope. Kuna mahali walionekana wakina Petro walikuwa wanavuka na madamu. Hii kiti ikaliwe au wengine wamekuja kasoka hapo. Hii si kaliwe. Amen. Amen. Walikuwa wako kwa dao. Alafu tulikuwa na duruba. Kulikuwa na nini? Duruba. Yaani duruba inamaanisha nini? Mawimbi ama matatizo ama fujo ama vurugu. Sasa zile roho zikawa zina hofu, zina wasiwasi. Alafu tena unajua kuna kitu kibaya kama kuwe na duruba alafu uone kitu cha kutisha. Baraka alikuwa hajamuona sasa. Waliona tu ni mtu sasa. Uende hii mawimbi yanaletwa na uwimbi. Wakadhani ni shetani ndiye. Unajua kuna mtu akikohoa anasema kama nitakufa kwa sababu ya kukohoa. Haleluya. Yaani alipokuwa Yesu anakuja na vile kulikuwa na duruba, watu wakaanza unajua pale karibu wajirushe kwa maji. Yesu akawatamkia, jipeni moyo mkuu, yaani kushujaa, utazame vizuri ni mimi. Haleluya. Amen. Utazame vizuri ni mimi? Ni mimi.
Kwa sababu wale watu walivyokuwa na waendea, hata nikiangalia katika mtazamo wangu, lakini walikuwa wa kwanza kuvunjika moyo. Mpaka ikabidi Yesu anene sasa. Haleluya. Amen. Awaambie ni mimi. Sasa Yesu pale hakuambia poleni kwa kuwa mawimbi anapiga pole. Alisema jitieni moyo. Ni mimi. Haleluya. Amen. Wakati wa majaribu unapojitia moyo, maana Yesu bado yuko naye. Ukimwita ataitika. Anakuangalia wakati unajaribiwa, anakuangalia wakati unarudishwa. Unafaa usimame na umwite. Haleluya. Amen. Marko Mtakatifu. Hizo zote ni mambo za kujitia moyo. Marko Mtakatifu 10:49. Yeah. Inasema, yeah. Yesu akasimama sasa. Akasema, mwiteni huyo. Wakamwita yule kipofu. Wakamwita mtu aliyekuwa haoni. Wakamwambia, umesikia kule kwa Isaia, kulikuwa kuna watu ambao walikuwa ni vipofu, walikuwa hawaoni. Wakamwambia jipeni moyo. Wakafunguliwa macho. Alafu hapa Yesu naye anakuja anasema, mleteni huyo kipofu. Haleluya. Amen. Hata tusikie kipofu aliambiwaje. Najua wewe kidogo kama kuna kitu haoni, unataka pole. Pole. Baba nimeomba hata sijaona. Pole. Hii pole mnaipenda sana. Nimekwambia pole maana yake ni kupoeshwa. Na mimi sitaki upoeshwe, nataka uenuliwe, nataka uwe moto, kama ni maombi, kama ni huduma, kama ni jambo. Haleluya. Amen. Wakamwita yule kipofu. Njoo kipofu. Wakamwambia, jipe moyo kipofu. Inuka. Anakuita. Akatupa vazi lake. Akatupa lile vazi. Akaruka. Akamwendea Yesu. Yesu akajibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Sasa angalia mtu aliyejipa moyo. Yesu anakuuliza, unataka kutendewa nini? Maana kuna watu pale kipofu alikuwa kuonekana na wanampatia pole. Walikuwa hawawezi kuinua. Sawa? Ndio. Lakini wale waliomwambia jipe moyo unaitwa, alitupa basi. Haleluya. Amen. Alisikia mwito akatupa basi. Kwa sababu anahitaji kuokolewa. Na hao waliompatia pole hawakumsaidia. Ndio. Lakini kuna wengine waliwaambia jipe moyo. Amen. Jambo hili linawezekana. Anayekuita na uwezo. Na alipofika pale, imagine Yesu. Sema Yesu. Yes. Alimuona huyu mtu ni kipofu. Na unajua kuna kipofu, unajua shida yake ni macho. Si ndio? Lakini yeye akamuuliza bali. Kuna shida zingine unaweza kuwa nazo, lakini bado Yesu anamuuliza unataka kufanyike. Na unalala na njaa. Na unasumbuliwa na ndoa. Na unasumbuliwa na kizazi. Bado kumbe usipojieleza vizuri unaweza bado ukangaa hivyo ulivyo. Unajua kuna mahali pengine hospitalini ukienda kukaa tu kwa benchi hivyo unaweza onekana kwamba unakujea kuweza. So kuna mahali pako ujieleze, si ndio? Endelea. Yesu akajibu akamwambia, akasemaje? Wataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, nini? Mwalimu wangu. Ndio Bwana. Nataka nipate kuona. Halafu Yesu akamwambia, asemaje? Enenda zako. Imani yako imekuponya. Haya, umesikia hapo? Ndio. Kilichoponya watu. Kilichoponya? Watu. Nini? Imani.
Unajua umepotea kwa kukosa maarifa kweli. Wewe unang'ang'ana na mitungi ya maji, unang'ang'ana na mafurushi ya vitambaa, utakuja kula maji ya pasa. Huko mahali mnaelekea, wanaume watavaa majera ya uponyaji. Unaweza kuja kukuta kanisani kwetu watu wazee wote wamevaa madera wote. Atukuuliza anasema ni roho ya uponyaji. Leo mzee wako amepiga nini? Anatafuta wanaume kumbe wote. Wamevaa sare. Ama za vikembe ama za umbea internet wanasomesha dera. Harusi za madera naona ni za watawa. Unajua unanitazama vibaya maana ulivaa dera harusi. Ukivaa dera wewe ni independent, si wale walioshonesha. Si vibaya kuvaa dera harusi ya form. Unaweza vaa dera lako ukalishonesha vizuri, ukalishika vizuri, lakini independent, yani wewe peke yako, dera la kipekee yako, hata mtu hawezi kukuelewa. Sawa? Lakini ile uniform hii ya matanga inamaanisha kwamba hiyo harusi ya matanga. Naongea hivyo ili nione mtu hata amevaa uniform ya madera kwa hiyo harusi ya mtoto wako. Mtongozi wenu hadi wa mama fulani wameungana wanasomesha watu wetu. Maybe kuwa kuna kapati kenu, kuna kasherekeni, kuna mtoto anatolewa whatever, hiyo ni sawa. Hii ni kitu ya bahara. Ni mwezi wa 4 tarehe 25. Tafuta angalau hata kama ni nguo yako ya tayari ya 150 ama ya 450, ziko za 450 za tayari tena nzuri, zimevalishwa vibondo. Wanapita pale feri na ukuta vimevalishwa zile vibondo. Tafuta kibondo kilichofanana na mwili wako, ingia hapa. Ama pige lupu ya kitenge chako. Sio unakuja hapo na dera na msongo wa line. Wewe mwanafunzi. Ana kwa Jerusalem. Wacha utongozi kwa harusi ya mtoto wako. Amen. 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 Haleluya. Amen. Naongea kabisa, hii baraka nikitoka hapo wewe nisiongee. Mchange. Sema amen. Amen. Hakuna mtu anajiamini. Sasa wewe unasherehekea harusi ya nani na hujataka? Wangapi wametaka? Harusi ni yetu ikienda vizuri ni sisi. Sifa ni kwetu, si ndio? Ndio. Ikienda vibaya, alafu unakuta wewe mtu wakati wa harusi pia anasema baba, sina siti hapo ndani. Sasa siti yako ni mchango wako. Amen. Siti ni mchango wako. Kuna magari, kuna mabenti yanakuwa hapa. Benz. Kuja wewe pia Benz, angalau unaweza ingia Benz ilikuwa shilingi 1,500. Kuna V8 pia itakuwa hapa. Ma V8 si moja. Kuja wewe ingia V8 unaweza ingia kwa sababu 1,500. Sawa? Kuna Land Cruiser.
Maana Benz zitakuwa mbele, zitafuatwa na V8, zitafuatwa na Land Cruiser, alafu na zingine zile za Mafox, ndio. Hakuna pikipiki, hakuna tukutuku, hakuna Probox. Yeye Probox kwanza tuache tupite mpaka tuonekane tuko pamoja na wewe. Tuje tukutane harusi. Hii ni harusi ya kifahari bwana. Tutakuwa na bigi ya Citizen. Mlolongo wa magari. Mpaka polisi wanashindwa, wanaona ni rais wanafanya hivi. Unacheza Mercedes kama 5 zimepita. Unacheza tena V8 kama 5 zimepita. Mau. Land Cruiser kama 10 zimepita. Yo. Alafu zinapita vitaa vile. Alafu unaona Probox yako unatoa. Wewe. Ya kwenda nyumbani kwenu. Lakini ya kwenda harusini sio hiyo. Sasa wewe niambie, atumepanda gari V8, unashuka na dera mpaka hii sehemu yote ya wapa imeona. Masilia yote yapo pale. Usiniambie mimi ni mchari ni wewe. Wote kwanza tu umeamua unataka kutoka TikTok. Bengani. Vijana wangu wameshonesha masuti za Bengani. Wazee wameshonesha masuti ya Bengani. Eti mama anatuka hapo na dera. Na predeta hata kama mtu wako amevaa hapo. Haleluya. Hata kama ni dera, kapeleke. Chini hapo sisi kushikwa. Mia na msimu, umesikia hao wakikushika madera wenyewe kwa. Yes. Na siku hizi niko na mafundi wengi hapa. Niko na mafundi wa kushona hapa wengi. Wale mafundi wa kushika madera wenyewe. Sio wewe ushike dera. Wewe hebu ruka wewe. Wewe ni fundi, lakini sio kushika dera peke yake. Nani rudi sio kushika dera peke yake, ndio? Wewe sio kushika dera peke yake. Kuna mtoto wangu mwingine hapa. Yule sio kushika dera peke yake. Kuna wewe mwingine naye. Ruka wewe nawe. Hata wewe bado ni student lakini sio kushika dera peke yake. Umeleta zile za mayatima. Hebu kuja. Naona huyu hata amebarikiwa amenishonea nipelekee mayatima. Yaani wao ukuja hapa. Usivue viatu. Hebu ufungue. Tena mpya. Tena najua kushona eh? Nipelekee mayatima. Unataka kubarikiwa? Unaitwa nani? Mimi. Unaitwa? Mimi. Mary? Mgeni. Mary mgeni. Ubarikiwe. Amen. Sasa mpigie makofi. Hii haitoshi. Bali unajua bado ni mpya hizo. Yaani uliamua tu kununua na ushone
na ukaona ni jema upelekee pastor apelekee yatima. Mwanangu barikiwa. Kuna zingine sawa, Mungu akubariki. Sawa, sasa hizi sawa, utazichukua useka hiyo beki pale, alafu baadaye ibada utakuja kulichukua. Sitoi wengine wakaona hawana hiyo roho ya kutoa ili nipelekee yatima. Amen. Kupigiane msichana wangu makofi mazuri. Amen. Kama university. Amen. Akiendeleza masomo yake, hao ni mainjinia, hao ni madaktari, hao ni wabunge, hao ni magavana, hao ni marais. Natamani siku moja katika taifa letu la Kenya lije liongozwe na rais wa kike. Amen. Na nina imani siku moja rais wa kike atakaa mamlakani. Amen. Niko na imani. Wana watu wanahuduma watajali maslaha ya Wakenya. Wao wameongea na Mungu na wameongea na shetani. Kwanza tumalizie hapo, naona temo pia nayo imeenda. Maliza. Yesu akamwambia nenda zako. Nenda zako. Imani yako imekuponya. Mara akapata kuona. Unaona? Simple. Nimekwambia roho ya kujipa moyo ni haraka kubarikiwa sana. Wewe umekosa kubarikiwa kwa unataka watu wakukalishe, wakutie moyo, wakupe pole. Yaani kama kwenda kanisani kwa kusukuma. Mtu uko nyuma, wewe uko mbele ya uko nyuma. Twende. Ufika mlangoni pa kulazimisha. Alafu ukae. Ucheze kama hutaki. Muombe kama hautaki. Muangalie saa zote. Muangalie hii, muangalie hii. Hapo angalia na simu yako. Yaani utishike. Ile umeona hapo mbele hauiko, unaona ni inakudanganya. Muangalie ile bwana kama mbele baada. Kwani sasa ile kule juu ama hapa katikati ama hizi. Wakimbiza. Sana haujipi moyo. Unafanya kupewa moyo. Na moyo ni wako. Moyo ni wako, unafaa huo moyo wako ufanye kazi juu ya maisha yako, ufanye kazi juu ya jamii yako. Vile unavyoomba, vile unavyojiombea, vile unavyoamini. Haleluya. Amen. Maliza. Yohana Mtakatifu 16:33 inasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Unasikia? Anasema hayo niliyowaeleza nataka muwe na imani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki. Lakini sikiliza kwanza, hapa ndipo ninapapenda sana. Oh my Lord. Hapa ndipo ninapapenda sana. Hata wewe sema hapa ndipo napenda. Hapa ndipo napenda. Ulimwenguni mnayo dhiki. Alafu lakini jipeni moyo. Jipeni moyo. Ili mimi nimeushinda ulimwengu. Maana mimi nimeushinda ulimwengu. Sasa pole inatoka wapi? Ulimwenguni mnayo dhiki. Yaani inamaanisha katika hii dunia kuna vitu vingi ambavyo vitakuja vikukwaze moyo. Haleluya. Kwa hivyo chochote kitakacho kuondokea, uko na uwezo kujipa moyo ili ukaweze kushinda. Kama ni majaribu, jipe moyo ushinda. Kama ni vita, jipe moyo ushinda. Kama ni magonjwa, jipe moyo ushinda. Kama ni kesi, jipe moyo. Haleluya. Hata kama ni vita vinavyoinuka kwa maisha yako, kwa watoto wako, kwa mahali ambapo mahali popote yani. Wewe unaishi wapi? Ambayo kunayo unafaa ujipe nini? Moyo. Kwa sababu Yesu ameshinda nini? Ulimwengu. Na wewe unasema Yesu ako wapi? Ndani ya moyo wako. Neno
jipe moyo ni tofauti na neno pole. Hao watu ukiwapatia pole, unawafilisisha, unafedhesha. Si mtu anaomba na kichwa pole pole nini, jipe moyo kichwa kisukumi. Amen. Unajua kuna watu wanataka baba yao kiroho basi amuende kwa nini? Kwa koti. Amuende naomba kula viazi. Naomba baba pole. Hapo samani pole. Baba mambo si mazuri pole. Ndio yangu inapita pole tu. Baba imenishinda pole, inakufanya ushindwe. Kwa sababu Yesu amepatana na mambo mengi, lakini alipoendelea kujipa moyo, Baba aliendelea kushinda hata huduma yako ikiwa na vita. Jipe moyo katika huduma, aliyekuita ni Bwana. Lakini ukiviliwa tunabidi tukuletee pole. Lakini kwa majaribu jipe. Umeelewa? Unajua ukijipa moyo wewe ukiwa na vita, hata kama tunakuombea ni rahisi sana kuwashinda maadui. Maana wewe ndiye ambaye unapigwa vita. Sisi ndiye tunakuombea. Tunaungana katika ufalme wa Mungu pamoja. Tunampiga magumu. Amen. Umesikia Yesu anasemaje? Hayo nimewaambieni ili mniamini mimi. Kwa sababu ulimwenguni kunayo dhiki. Na ni kweli unakutana na watu. Unaweza saidia mtu mwisho wake atakubadilikia. Akabadilisha kibao. Vile atakavyotoka si vile atakavyoenda kuongea yale. Haleluya. Amen. Biblia ina mambo mengi. Unaweza kana mwanaume ulimpata akiwa hana kitu. Sasa umekuwa naye mpaka amekuwa na kitu, anaona wewe haufai tena. Anasema ati machabu yamekaa kama malenge. Na yeye machabu ameyafanya kwa malenge. Matiti yamekaa kama kamba za. Na yeye ndo alikuwa anafanya hiyo matiti ya wekamba. Sasa ameona tena saa sita. Ukiomba kwa moyo mkuu. Na ujaona na kurudia, unataka kamba zangu. Wewe nani umetoka naye mtu pale alikuwa analala chini. Na si wanaume peke yake. Hata wanawake. Unaweza pata mtu kama hujui mbele wala nyuma, ukapelekwa mpaka ukajua. Hapo sasa ndo ukajifanya alishanyanya. Hadi kwa sababu umepatana na mtu unaambiwa neno I love you. Neno hili linamaanisha nini? Neno I love you linamaanisha nini? Anayekupenda ni yule anakupatia pesa za soda ama anakupatia pesa za chakula? Na wanaokupatia pesa za soda? Na mbona soda kuliko pesa za chakula? Tunaona vile na roho ya fisi. Fisi anaweza acha nyama akakula mfugo. Kwani wewe fisi anaweza acha mpaka tukubaliane. Fisi anaweza acha nyama akakula mfugo. Mpaka akavunjika jino ndo akajua kombe ni mfugo. Kwa sababu yeye anaangalia ukubwa. Haleluya. Yeye anaangalia nini? Ukubwa. Anasema tini kumbe haina nyama imevaa kufinika. Lakini ile nyama nayo ndogo. Tumia akili. Amen. Katika kuishi dunia lazima uwe na akili. Dunia imejaa dhiki. Sawa? Imejaa nini? Nini? Lakini Bwana ameshinda nini? Hata wewe leo utashinda nini? Utashinda nini? Utashinda hizo dhiki pamoja na hizo vitu zote za ulimwenguni, si ndio? Haleluya. Amen. Amen. Amen.
kidogo, sikia. Amen. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Amen. Akawa anaongea na wanafunzi wake vizuri sana, ili waelewe maana sehemu yake yeye ilikuwa imefika, na yeye tayari vita vyake alikuwa ashavishinda. Aliyetendewa aliyemwona Mungu Baba aliyetendewa. Haleluya. Ningetamani kuendelea but time ya kwa hivyo nitapisha kipindi kizuri cha praise and worship. Haleluya. Ili tuendelee na ibada zingine. Haleluya.